Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya saa hii na wakati huu mzuri tunapokuja mbele zako katika neno la Bwana. Leo ni siku ya 12 na watu wa Mungu wako hapa. Pamoja na mambo yote yaliyoendelea, lakini pia wanataka kusikia sauti ya Mungu, ya kwamba Mungu anasema nini juu ya maisha yao. Nami ninaomba kwa jina la Yesu, sema neno. Amen. Na kanisa lako tunasikia. Amen. Sema neno. Amen. Watu wako tunasikia. Amen. Na Bwana, lile neno utakalosema liambatane na neno la maarifa, liambatane na neno la hekima, liambatane na neno la imani, liambatane na neno la miujiza, liambatane na neno la ishara, liambatane na neno la unabii. Lile neno Bwana liambatane na kuuisha nafsi, mwili na roho katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna nafsi iliyoumizwa, iliyoonewa, iliyokandamizwa, kama kuna sauti iliyozuiliwa isisikike, kwa jina la Yesu tunaifungua. Kwa jina la Yesu tunaifungua na kuipeleka viwango vingine. Kwa jina la Yesu tumeomba. Tuseme amen. Bwana asifiwe. Naomba ukae. Nilizungumza hapa siku ya Alhamisi kwa wale mliokuwepo. Tulizungumza ujumbe ya kwamba tatizo ni sauti yako. Tatizo ni sauti yako. Tatizo ni sauti yako. Sauti inamtambulisha mtu, na sauti ikizuiliwa wanakuzuia kwa sababu ya sauti yako. Tatizo ni sauti yako. Ujumbe huu niliuandika kama siku 4 zilizopita na nikauelezea, lakini ujumbe huu kabla sijauandika, usiku nilipata maono. Sijui kama hapa Alhamisi nilisema, lakini nilisema hayo maono. Yes. Usiku nilipata maono. Yaani usiku huo kabla sijaandika ujumbe nilipata maono. Tulikuwa tumekwenda mahali fulani, na hiyo sehemu ilikuwa ni kama sebure, na tukawa mimi na mhubiri mwingine ambaye kwa kweli nilikuwa simjui. Yule mhubiri alikuwa ni nani, lakini tulikuwa pale wawili. Na kuwepo kwetu pale kulikuwa kunahitajika maombi kwa watu fulani walikuwa pale. Kunahitajika maombi. Sasa mimi, yule mtu akawaombea watu wake walikuwa wanatakiwa kuombewa. Kukafanyika muujiza. Watu wake wakashangilia sana. Yaani wakashangilia kupita kawaida. Sasa sikuwa najua kwenye maono kama ilikuwa ni zamzam, lakini sasa na mimi nikawa namuombea mtu pale pale. Ukafanyika muujiza mkubwa kuliko ule uliofanyika kule. Wale watu wakawa wanapiga kelele ili watu ambao wanataka kushangilia kwa ajili ya muujiza ambao nimefanya mimi wasisikike. Unaelewa? Hiyo katika vision. Sasa mimi nikawa nashangaa, mbona muujiza umefanyika mkubwa, watu wangu wanataka kushangilia, lakini hawa watu wa huyu jamaa wanatoa sauti kubwa ili huku kusisikike chochote. Nikasema, Mungu, hiki kitu gani? Akanambia, wanakuzuia usisikike. Kwa hiyo nilipostuka kwenye usingizi, nikarudi kusoma kwenye Ezekiel. Nikasema inawezekana aidha tuna tatizo sisi kama kanisa, labda tuseme miujiza inayofanyika kanisani, huenda hatushuhudii sisi, huenda hatutoi shuhuda kanisani. Kumbe kama Mungu amefanya kitu na sauti zetu haziendi kwa watu ambao wanapaswa kusikia, maana yake tumezuiliwa. Lakini nachotaka kusema, ule ujumbe niliuandika hivi ile siku ya Alhamisi, nikasema tatizo wamezuia sauti yako isisikike. Ikisikika umetoboa.
Yaani wale watu ambao walikuwa wanajitahidi kupiga kelele kwa ajili ya huyo mhubiri mwingine, lengo lao sio kwamba kwa ajili ya ule muujiza, walikuwa wanazuia mimi sauti ya, yani wale wanaeshangilia kuhusu muujiza ambao umefanyika upande wangu wasisikike kabisa. Kwa hiyo maana yake hakutajulikana kama umefanyika chochote. Umeelewa? Amen. Umeelewa? Amen. Na nataka nikwambie, lazima kanisa tuelewe, kama kuna vitu Mungu anafanya hapa na havitoki nje, nani atakuja? Nani ataamini? Kama Mungu anaponya watu na ni wavivu hivi, kweli watu mlioko hapa kanisani tunaweza kukosa shuhuda kila Jumapili? Bidii yote ya maombi. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Kama sauti zetu zitazuiliwa, kama biashara zetu zitazuiliwa zisijulikane, hautapata wateja. Hata kama una bidhaa nzuri kiasi gani, hata kama unajua kiasi gani unapika vizuri, kama ikizuiliwa hiyo biashara isijulikane, utakufa maskini. Hata kama umesoma kiasi gani, watu wasipojua elimu ulionayo, utakufa ukiwa rofa. Hata kama ni binti mzuri kiasi gani, kama watu wataufunika uzuri wako usionekane, utaganda. Ndio maana ujumbe unasema tatizo wamekuzuia usisikike, kwa sababu wanajua ukisikika, yani ukimpa nafasi Esta apite mbele ya mfalme, yeye ndiye atakayeolewa. Umeelewa? Amen. Yani kuna watu ambao hata wewe uenda upo hapo ulipo ni kwa sababu hujapewa nafasi. Labda ungepewa nafasi ya kudemonstrate, yani ya kuonyesha uwezo wako wa kufanya vitu, uenda maisha yako yangekuwa juu kuliko hapo ulipo. Na wewe hujui kwamba hilo jambo ni la muhimu sana. Alafu unajifanya mnyenyekevu, unasema unajua mimi, wakinijua wasiponijua sawa. Na wengine wanachukua maandiko ya kujibandikia. Unasema najua Yesu alisema msimwambie mtu, aliwaambia nenda kawaambie watu wa kwenu. Anza kwenu kawaambie watu wa kwenu. Mambo gani umetendewa? Na kama angekuwa hataki ajulikana, singeuliza wanafunzi wake ya kwamba watu wananenaje. Wewe unataka kujulikana, unaulizaje, unatakaje watu wakujue wanakunenaje? Alikuwa anatumia hekima kujulikana kuanzia wapi. Na kujulikana kunaanzia nyumbani. Yaani wazazi lazima wajue watoto wao, kati ya watoto tulionao, nani ana kipawa gani, nani ana akili kiasi gani, nani ana uwezo kiasi gani. Yakobo aliwajua wanaye. Anasema kulikuwa na watoto wanaitwa watoto wa kujua nyakati. Kulikuwa na watoto wapiga mishale. Anajua kwamba huyu akikaa na huyu vita tunashinda. Kulikuwa na watoto kama kina Yuda, wanajulikana kwamba wao watasimamia uongozi. Wewe mpaka leo hujui watoto wako kina nani. Unafikiri watoto ni watu wa kawaida. Sijui mama yangu kama alijua kwamba yeye ni mtu wa namna gani, lakini ninachojua kitu kimoja tu, nilimpa shida sana kabla sijaokoka. Ukimwona wakati mwingine mtoto amechangamka sana, ujue ile jembe la baadaye. Usipende mtoto analala tu, akiamka lala, kiamka. Yule ambaye sometimes anavunja vyombo, sometimes kachukua chakula, sometimes kidogo kaiba kanyama, huyo mpende sana. Huyo mpende sana, kwa sababu baadaye atakuwa mtu wa maana. Yakobo alikuwa anajua watoto 12 wa kiume nilionao watakuwa ni watu wa namna gani. Na moja katika vitu ambavyo unatakiwa kuvifanyia kazi ni wewe kuzuia watu wanayekuzuia usijulikane. Sema amina. Sipige makofi kwa nguvu. Unajua watu wengi wamjui Balesa kwa sura, lakini sauti yake wanaijua. Ukila chapati ni yeye, ukipanda boti ni yeye, ukila mkate ni hiyo, ni sauti inasema. Sometimes watu wanaweza sikujua wewe, wakajua brand yako, wakajua mkate wako,
wakajua juisi yako. Na ndio maana usiwe mjinga, unapotengeneza juisi nzuri usipunguze kiwango, kwa sababu hiyo ni blandi. Unatengeneza ufalme wako, ama baadaye wanao wanaweza kurithi. Alipoianzisha Colgate, dawa tu ya meno, alipoianzisha alijua ni blandi. Leo watukuu zake wanapokea mabilioni ya pesa ya babu yao. Acha watu wajue uwezo wako. Nasema hata watu wajue uwezo wako. Na watu watajitahidi sana. Na ndio maana ukiwa kazini kwako usianze kusema unajua mimi naona watu wananichukia. Lazima wakuchukie, kwa sababu wanajua ukijulikana wewe unajua kazi, utapandishwa cheo. Sasa na wao hawataki wewe upandishwe cheo. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba waharibu kazi zako uonekane mtu wa kawaida. Sasa ukifanya kazi zako vizuri, zisimamie. Amen. Umeelewa? Amen. Ukifanya kazi vizuri, isimamie, ijulikane kabisa huyu ni fulani. Kwa sababu wao wanafanya shughuli moja tu, kuzuia usijulikane. Ezekiel sura ya 19 mstari wa 9. Ezekiel 19 mstari wa 9. Biblia inasema, kutoka maombolezo na kwenda Ezekiel, Yeremia, maombolezo, Ezekiel sura ya 19 mstari wa 9. Wakamtia katika tundu la kulabu. Yaani wanampisha mahali. Unajua watu kiroho wanaweza kutia kwenye mtungi. Kiroho, spiritual, unachofanya chochote hakionekani. Umepichwa. Uchawi wa kutia kwenye mtungi ulipata nguvu sana miaka 80. Tulipokuwa tunaishi Dar es Salaam, tulikuwa tunajua kabisa kwamba watu walikuwa wanaweza kumpicha mtu, kumchukua msukule na kumtia kwenye mtungi na mkamtafuta nchi nzima msimpate. Kichawi. Sio tu wale ambao wanawekwa juu ya madari kama anavyosema Isaya nabii, au wanawekwa juu ya mapango, au wanafichwa kwenye mamisitu huko kichawi. Wapo watu wanaweza kukupicha mahali fulani kiroho. Wewe unajiona upo, wewe unajiona unatembea, wewe unajiona unafanya kazi, lakini unashangaa vitu haviendi, kwa sababu watu walifanya kitu cha kichawi. Ulikuwa umekanyaga sehemu, wakachukua kanyayo chako, wakaenda kupiga ndumba na jina lako na vitu vyako. Na ndio maana unapoanika nguo zako za ndani, be careful. Acha careless. Vitu vyako vya kwenye mwili wako, hata kama nguo zako, sio mtu yote unampa, unasema nani wa kumpa nguo. Sio mtu yote. Watu wanaweza kutumia hivyo vitu kishirikina wakakukwamisha. Na hizo kesi nazo. Sasa I don't care mambo ya eti. Anasema wakamtia kwenye kulabu. Hawishi hapo. Nasema ndio kusema wakamleta kwa mfalme wa Babeli. Wakamtia ndani ya nini? Ndani ya ngome. Ngome ilikuwa ni magereza kama siku za leo. Unajua ukiwa gerezani, hata kama ufanya mambo makubwa kiasi gani, hakuna mtu atakayejua. Kwa sababu uko ndani ya ngome, uko gerezani. Wewe mfungwa tu. Wewe unapowekwa ndani ya ngome, wanazima ndoto zako zote. Wanazima mipango yako yote. Wanazima shauku yako yote. Wewe jirani yako, mpaka sasa kwenye kiwango cha maisha uko wapi? Wanapokuweka sehemu ndani ya ngome, hautasikika. Na usikilize hii ninachosema. Kwa nini waliweka ndani ya ngome? Sikiliza. Waliweka ndani ya ngome, sauti yake isifanye nini? Isisikiwe tena juu ya milima ya Israeli. Yaani huyu mfiche asirudi tena Israeli. Alikuwa ni mmoja wa wafalme katika roho ya nabii. Kwa sababu akirudi kule anaweza kuwashawishi tena kisiasa. Piche hapa. Nabii anaposema asisikike tena juu ya milima, inaposema milima
na kumketisha pamoja na wafalme. Inaposema kutembea juu ya milima, manake kuinuliwa kimaisha. Amen. Manake unaposema huyu mtu yuko juu ya milima, katika Isaya 52 mstari wa 7 anasema ni mizuri kama nini. Isaya 52 mstari wa 7 anasema ni mizuri kama nini juu ya milima, miguu yao waleta habari ya mema. Soma hiyo Isaya 52 mstari wa 7. Watu walioko juu ya milima ni watu wanaoleta habari ya mema. Watu walioinuliwa ni wasaidiaji. Watu walioinuliwa ni watu wanayejali. Watu walioinuliwa ni watu ambao ukiwalilia shida yako wanaitatua. Wewe unasema huyu asiende kusikika tena, asipande madege tena, maana anapaa. Umefika pale katika Isaya. Amen. Umefika ile Isaya 52 mstari wa 7. Biblia inasema Isaya 52:7. Isaya 52 mstari wa 7. Biblia inasema hivi. Are you there? Amen. 52:7. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, miguu yake aletaye habari njema. Wanataka usisikike tena. Kupanda katika milima ya radio, kwa sababu ukienda kuhubiri kwenye radio upo mlimani, chini huko wanakusikiza hivi. Kuna maredio makubwa, ukiongea tu unasikika na watu wasiopungua 100,000. Shetani anasema asisikike Gaudens BBC. Kwa sababu akisikika tu watu wataokolewa. Asisikike. Ndio maana unapoona leo wahubiri hawafadhiliwi, mashirika makubwa hayawafadhili wahubiri kuhubiri kwenye maredio makubwa, ni kwa sababu shetani anajua fika hii milima itafanya wengi waamini. Mlima wa television, mlima wa radio, mlima wa YouTube. Sisi tumeanzisha hapa mlima wa YouTube. Hata watu tunaowajua hawajawahi kutusupport. Tena mimi najua wanaomba ife. Wakati nilipoanzisha YouTube, baada ya wachungaji wa kanisa hili wakaanza kusema amekengeuka, amerudi nyuma, amemwacha Bwana. Na hawajui mimi nilipookoka lini. Nilipookoka hakuwepo. Wewe unajuaje ukengeuka kwangu ujue wokovu wangu? Lakini ni zile roho za kutaka usisikike. Ni spiriti ya kutaka usipate platform ya kupanda mguu wako, kupiga hatua zako ukatoka. Na ndio maana leo hata ndani ya makanisa kuna watu wana roho mbaya kuliko walio nje ya makanisa. Amina. Ukiipokea usipoipokea ni juu yako. Amen. Lakini habari ndio hiyo. Nitakuonyesha baadaye. Biblia inasema hao ndio walio madhehebu wa Masadukayo katika Matendo ya Mitume sura ya 5. Inasema ni watu waliojaa wivu. Masadukayo, Mafarisayo, viongozi wengi wa dini waliojikinai ni watu waliojaa wivu. Wewe wanaweza kuzuia usisonge mbele. Wakiona na kakarama kanisani cha kuimbaimba wanakuweka benchi. Ukienda kwenye makanisa ambao wanakuta watoto wa wachungaji ndio waimbaji madhabahuni, ndio wamepewa nafasi hata kama hayana karama. Akiibuka mshirika mtoto wa masikini ana karama kama kinanda, atazimwa kwa sababu ya Usadukayo. Atazimwa kwa sababu ya Ufarisayo. Hawataki asikike kwa sababu wajua akisikika ametoboa. Na watu wengi watafurahia juu ya kusikika kwake. Na hii niliandika huo ujumbe ya kwamba epuka roho ya Kisadukayo, niliandika juzi. Nilikuwa katika Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 17. Anasema hao ndio watu wa madhehebu wa Masadukayo, ni watu wa dini, ni watu wanaonekana kwa nje kama ni watu wema, lakini ndio wazuiaji. Usipokuwa makini, na hata wakati mwingine usipokuwa muombaji, utadimishwa sana, utadimishwa sana, utadima.
Wale ambao wako juu tayari hawataki kushuka chini. Kwenye muziki, kwenye sanaa, makanisani, kwenye siasa, ndio hiyo. Sasa wanakupaje upendo? Wanakupaje nafasi? Wanasema wakamchukua mpaka kwa mfalme wa Babeli, wakamtia ndani ya ngome, ili kwamba sauti yake isisikike tena juu ya milima. Nasema yoyote anayesubutu kutaka kukuzuia kitu unachofanya kisisikike, Bwana mwangushe kwa jina la Yesu. Nasema anguke mbele yako kwa jina la Yesu. Ikiwa ni mashetani ama mapepo ama wanadamu ambao wanataka wewe, ujuzi ulionao, uwezo ulionao, karama ulizonazo, vipawa ulivyonavyo visiende mbali, Bwana awaangushe. Wasa wakamtia ndani. Siku moja nilialikwa sehemu kwenda kuhubiri, na nikaambiwa ya kwamba utahubiri ujumbe 3. Utahubiri ujumbe wa kwanza, alafu utahubiri ujumbe wa pili. Kutakuwa na special season ya mapastors, mabishop, useme nao neno kuhusiana na wito na kutumika. Alafu utakuwa na nafasi ya 3 kuhudumu tena kwa watu wote siku ya Jumapili. Nikaambiwa, nikaalikwa na nikaenda. Nilipofika nikijua kila kitu kinakwenda vizuri. Umeelewa? Nilipopewa nafasi ya kuhubiri ujumbe wa kwanza, ujumbe ukashika kusanyiko. Mungu akashuka mwenyewe. Watu wakajisikia kuomba. Watu wakaona kuna uwezekano. Tulipomaliza ibada, nikawa nasubiri kuambiwa ujumbe wa pili itahubiri saa ngapi, na hiyo kesho itakuwaje, na kesho kutwa ratiba zitakuwaje. Nikaambiwa tunakuhurumia, umechoka sana. Yaani wao ndio wanajua mimi nimechoka sana kuliko mimi mwenyewe, Mafarisayo, Masadukayo. Wakasema tunakuhurumia, umechoka, kwa hiyo tunaona upumzike. Imagine umefanya preparation kwa muda mrefu kwa ajili ya hizo siku. Alafu Sadukayo anaibuka anasema, tunaona umechoka. Nikasema okay, well and good. Kama tumechoka kwetu, tutaona kufanya sehemu nyingine. Na sisi wengine tumeamua utatuzuia. Amen. Yaani mimi natokea kwenye mkoa wenye mito. Ukiziba maji hapa yanachomokea upande ule. Ukiziba huku yanaibukia. Ziba utakavyoziba utachoka wewe. Sisi lazima tuibuke kwa jina la Yesu. Nasema lazima tuibuke. Nikaenda kwenye mkutano mwingine Morogoro. Nimealikwa na mliniombea. Nikatakiwa nihubiri kuanzia Alhamisi, Ijumaa, yote Jumapili, siku 4 za mwisho. Wenzangu wahubiri wa kwanza walianza Jumapili, wamaliza Jumatano, Alhamisi nianze. Nikasikia Roho ananiambia, Alhamisi usihubiri, nenda tu kwenye mkutano, alafu baada ya hapo utaanza Ijumaa. Mimi sina shida. Mimi ukiniambia nihubiri, sihubiri, it's okay. Lakini nafahamu kwamba kuna watu wakati wao wanatokea na shetani. Sasa tulipofika kwenye mkutano, nikagundua kumbe Mungu aliniambia nisihubiri siku ya Alhamisi kwa sababu jukwaa lilikuwa sio zuri. Kwa hiyo Ijumaa tukashughulikia jukwaa. Na Ijumaa hiyo Alhamisi tulipokuta na wahubiri wenzetu, wakatufurahia, wakatushangilia, hata muda wa maombezi wakanikaribisha, mimi nikaanza kuombea watu. Na ishara zilionekana. Sasa tuliporudi siku ya Ijumaa ndio nikahubiri. Na kwambia nilipohubiri nikawa nimeatibua maji. Nikawa nimetibua nini? Maji. Siku ya Jumamosi wale waliotufurahia wote wamekunja uso. Wakamwambia mchungaji mwenyeji, yaani huyu uliyemleta akafuta mahubiri yetu yote, basi bora sisi utungee tumalize Jumapili tuiweke tena sawa. Akamwambia akafutafutaje? Wewe uone watu walipokuwa wanamshangilia. Wewe uone watu walipokuwa wanakuja. Na mimi situation niliiona. Nilipofika nyumbani nikampigia yule baba, nikamwambia mzee, atakuja hapa nitamwalika, atamwambia yeye mwenyewe. Mjue kama siseme uongo. Nikamwambia mzee, nimeona watu wako hawajafurahia, na kwa sababu hawajafurahia ni vizuri mkaendelea. Akasema mimi najua ninachokifanya, wewe kuja. Amen. Siku ya pili tumekwenda, jamaa wamekaa mbali na mkutano, hawataka hata kusogea wala aseme amina. Wako mbali. Kina Bariga anasema ese.
Kwa Masadukayo mpaka sasa hivi wapo. Tulikuwa na Bariki Negele, tulikuwa na kina Dani, mamangu mzazi na wengineo, mke wangu, watoto. Kila mmoja alishangaa. Yaani mpaka mkutano umeisha jamaa wa kutusalimia. Tumeacha ugomvi ndani ya dhehebu lao. Kwa sababu hawataki sauti sikike. Na kilichouma ni kwamba sio kwamba watu walikuwa hawapo mkutano. Wakati nilipoanza kuhubiri, nguvu ya Mungu ilienda. Watu wakaanza kutoka majumbani na kuja mmoja mmoja. Na mara zote nikihubiri inakuaga hivyo. Amen. Amen. Unajua hata hapa wakati ninapohubiri ya mji, huko nje kuna watu wanakaa kwenye kona wanasikiliza. Mwanzo mwisho wanafaidi. Wewe unajua mtu mwenye upako unapenda kumsikiliza. Amen. Ukiona mtu upende kumsikiliza, upako umeshuka. Au mna ugomvi kati ya wewe na yeye. Unajua mtu ukiwa na ugomvi naye, ukiona upako unashuka, unasema yani amewashika watu wote hawa wakati mistari washike, wewe unajisikia kuumia na hali ya namna itakuua. Biblia inasema wakamweka ndani ya ngome ili sauti yake isikike. Kuanzia leo kwenye biashara yako pale kwenye duka lako, weka jina la kutamkika kirahisi watu wakujue huko pale. Amen. Nasema weka jina. Amen. Watu wajue kwamba fulani anapatikana pale. Kwa sababu watakuja kuulizwa kwamba Baraka duka lake lilikuwa sawa. Baraka ndio nani? Ulikuwa unataka nini? Kuna bidhaa nimesikia nataka kwa Baraka. Wewe hapa ipo. Lakini kama umeandika jina, atatafuta jina mpaka ataliona. Amen. Kuna mtu mmoja nilisikia kwenye radio, akatoka bungi na sadaka. Sasa akapotea, akajikuta yuko chukwani. Akaingia kwenye kanisa moja la Kilokole. Akasema nimekuja na kutaka basi Gaudes. Nimemsikia kwenye radio mara kadhaa, kwa hiyo nimeamua kuokoka na nimekuja na sadaka hii hapa. Mchungaji alikuja mwenyewe kutubu hapa. Sisemi kitu ambacho labda pengine cha kutengeneza. Yule mchungaji akamwambia, Pastor Gaudes rafiki yangu sana. Na mimi nafanya kazi kama yeye. Wewe amua kukaa hapa. Sasa yule mtu mchanga kiroho amekata shauri, akaamua kukaa hapa. Lakini ile jambo alikumwacha yule mtu. Siku moja akaja hapa akaniletea 70. Akaambia ndugu yangu ilitokea hivi. Nasema yote. Yaani pia upako haukumwacha salama kule. Mwenyewe akaja. Lakini anazopokea yeye kwa mshirika huyo ni zaidi ya 70. Ufarisayo tu. Wanataka kuzuia sauti yetu isiende mbali. Mwambie jirani yako kuanzia leo tumeshagundua. Hatutakaa kwenye ngome zao. Tutatoka. Kama ni shuhuda tutatoa. Kama ni biashara tutafanya. Na tutajitangaza. Kwa sababu lengo lao au kusudi lao wewe usisikike. Natangaza usikike kwa jina la Yesu. Natangaza ujulikane kwa jina la Yesu. Wanazuia usikike. Kwa sababu wanajua tobo lako, upenyo wako upo kwenye kusikika kwako. Amen. Wanajua tobo lako, upenyo wako upo kwenye kujulikana biashara yako. Wanajua upenyo wako, tobo lako lipo kwenye uzuri wako. Wanajua tobo lako, upenyo wako upo kwenye karama zako. Kwa hiyo hawataki watu wazijue. Tunafanya bidii watazijua kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo mwanze kushangilia. Ili sauti ya wale walioona katika ndoto isituzidi. Amen. Nasema kuanzia leo mwanze kushangilia. Amen. Mwanze kushangilia. Amen. Tukienda popote tutashangilia. Kwa sababu kuna aliyeinuka katika ulimwengu wa roho, anajifanya anafanya kama tunachofanya sisi. Anajifanya anajua kama tunachojua sisi, lakini lengo lake ni kutuzima. Tumekataa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema tumekataa. Paulo mtume anasema hata kwa saa moja hatutajitia chini yao. Hatutakaa kwenye ngome zao. Sema amina kwa jina la Yesu. Jambo la kwanza, kuzuiliwa usisikike na watu walio karibu na hasa wa nyumbani mwako. Kuzuiliwa usisikike. Unajua mnisikilize nyinyi sometime na nyinyi mliooa, kwa sababu hata kuna watu hapa mnatumiwa kuwafanya wake zenu wasisikike. Mpo hapa. Na mko hapa baadhi ya wanawake. Nazuia waume zenu wasisikike. Naambia
Na kuna wengine wakati mwingine amwapi nafasi hata wake zenu kuwashauri. Hiyo ni spirit ya kuzuia watu wasisikike. Mnazuia hata watoto wenu. Wamerudi mashule, hakuna cha mapongezi, kwa sababu hiyo ndio sauti yake inaanza kutoka. Amen. Sauti zingine sio sauti yako kupiga makelele, sauti ya utendaji wako. Amen. Sauti ya mipango yako. Adui wa kwanza anaweza kuwa mtu wa nyumbani mwako, jirani yako, anayetaka usisikike. Sometimes mchungaji wako, na usiache, wengine ni wazee wa kanisa, wengine ni washirika. Sio washirika wote hapa wenye nia ya kutaka mchungaji wao ni toboe. Lakini wengi mnataka tutoboe. Wengi najua mnapenda tutoboe. Wengi mnapenda tupige hatua. Lakini wengine mtima mtitu, yani moyo mweusi. Tena sio mweusi, moyo mweusi. Sema moyo mweusi. Wengine wakiwaona tu watoto wako mtima mtitu, yani huyu nani mtoto fulani, wenzetu bwana, moyo mweusi mtitu. Mtoto wako akifaulu, njoo hapa ushuhudie. Wenye mioyo meusi iwe meusi zaidi, wenye mioyo meupe iwe meupe zaidi. Amen. Hivyo ndivyo anapoanza kusikika. Sema amina. Amen. Naona wani kunyata. Yote lote hili isipokuwa Bwana kidogo amepoza. Leo nimeona kwa mara ya kwanza dunia ilipokuwa inakucha ilikuwa ya njano. Wangapi mliona? Wangapi mliona? Hapo makini. Yesu anaweza kurudi wakati wote. Nikatoka, nikamwambia Farida, unaona dunia imo ya njano. Sasa mimi nilikuwa nashangaa. Leo dunia kuanzia saa 12 ilikuwa ya njano. Cloud ilikuwa yellow. Leo mimi nilala saa 7, nikaamka saa 9, nikaanza kuomba siku tena mpaka saa hizi. Nilizidi kuombazuka na angalia nje. Mbona kuna kuwa njano? Kitu gani kinatokea? Baadaye imeyeyuka. Wapendwa, unaweza kuamka asubuhi usikute mpendo hata mmoja. Ukijikuta umebaki ndio umeachwa. Yaani ukipiga simu kwangu inaita tu, anza kulia. Kama unaweza kukacha dunia ikawa ya njano, ina maana sasa unaweza kukacha dunia ikawa nyekundu yote ama damu. Kwa nyeusi tulishazoea. Hii leo ilikuwa ni ya kipekee. Hatujui watu wale hao watatuambia nini leo. Haikukaa muda mrefu lakini ilikuwa yellow. Unaona paka nguo yako inabadilika kama huwa yellow. Kwa hiyo kumbe Mungu asema kitaka tofauti kwa wazungu tunakuwa wazungu. Akitaka wote tuwe marubino, akitaka wote tuwe weupe. Wote inawezekana. Sana acha tu rangi kutoka mbinguni, kijisukia hivi tayari. Unajua ni wewe lakini ngozi sio yako. Kwa hiyo usijichubue. Na hapa niseme kitu. Mkaambizane, nitaka kusahau. Nilikuwa nashauriwa na watu. Mchungaji, angalia status za watu, nilikuwa nakataa. Mchungaji, angalia status za watu, nilikuwa nakataa. Wengine nimeanza kuangalia. Kuna washirika wetu hapa kwenye status yao ni kama mashetani. Yaani mashetani kabisa. Yaani wana mapepo, tunasema mapepo wana mashetani. Mtu ana baraka hivi, shinimazi baraka hivi. Wewe mshirika kanisa hili. Mwingine unakuta kapiga bonge la trouser pensi na hana sababu. Sio kwa sababu anafanya kazi mahali ambapo anamlazimisha ni askari ni nani si nani. Basi tu. Basi. Nikasema Mungu wangu, Bwana, uliniita nikutumikie, lakini hao watu ni wagumu sana. Hao watu ni wagumu mno. Nikasema sitaki kuangalia tena wasinenajisi hao watu. Nimeamua kuacha. Nikamwona kwa binti fulani kwa bara, kajifanya kiroho. Nimekaona kwenye status kinavyokonyeza. Kinafanya si anamkonyeza nani mle. Kavaa night dress kajiweka kwenye status, anajiangalia hivi. Amejipaka jicho aina ya rangi kama 5 6 hivi. Nikasema haleluya, mchezo uishie hapo. Mapendo, Yesu anarudi. Amen. Yesu anarudi. Fanya kazi.
Tumikie Mungu. Ishi maisha ya haki. Usiruhusu kwamba uko nyuma ya panzia unafanya vitu vya ovyo. Mungu aonaye sirini atayamulikisha yote. Adui wa kwanza wanataka sauti yako isisikike, wanataka usitoboe ndugu zako. Katika Samueli wa kwanza sura ile ya 17 hapa tunaona Daudi ndugu zake ndio wakiwa wa kwanza kumwekea maneno yasiyokuwepo ili asitoboe. Sikiliza sura ya 17, tasoma mistari kwa haraka. Kwanza mstari ukianzia wa 20 ndio mzuri zaidi hadi mstari wa 28. Lakini niacha nisome kwanza mstari wa 28. Wewe andika kwanza mstari wa 20 mpaka wa 28. Ninasoma kwanza mstari wa 20. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Akasema, mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako, ubaya moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Tazama, huyu Daudi hakwenda kule vitani kwa matakwa yake. Baba yake Yese ndio alimtuma. Amen. Akamwambia, siku nyingi zimekwenda, kaka zako ndugu zako sijawaona. Sasa chukua magumunda machache na mikate na kiriba na asali, wapelekee ukajue wana hali gani. Ni baba ndio amemtuma, hajajituma. Mwambie jirani yako, watumishi wa Mungu wametumwa na baba. Amen. Hawajajituma. Hawajajituma. Wako pia wanatumwa na mashetani, wapo, achana nao. Lakini wa kweli wanatumwa na Mungu wa mbinguni. Tazama, kaka yake ndio amekuwa adui wa kwanza. Anamwambia, najua kiburi chako kiko wapi. Kumtii baba ni kiburi. Kumtii baba ni kiburi. Anasema, najua na ubaya wa moyo wako. Biblia inasema Mungu akasema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu. Yaani Mungu anapendezwa na Daudi, lakini kaka zake hawapendezwi na Daudi. Mwambie jirani yako, usishangae. Wakati wewe Mungu anakufurahia, ndugu zako wanakuchukia, usishangae. Eti Bwana ananichukia. Mimi nitaona Bwana kaungana nao kwenye ile kanisa. Bwana kaungana nao, maana ananichukia. Wanataka usitoboe, wanataka usipenye. Amen. Na haya yote huyu Eliabu alikuwa anayafanya kumzuia Daudi asifanye muujiza wa kumpiga Goliath. Ndio ilikuwa emu ya shetani. Watu wanapozuia sauti yako, watu wanapozuia vipawa vyako, watu wanapozuia uwezo wako kujulikana, lengo lao usitoboe. Hawataki ufanikiwe. Ndio lengo lao. Daudi akamuuliza mstari ule wa 29. Naye Daudi akajibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Kuja huku kanituma baba. Kuja huku nimewatembelea nyinyi. Kuja huku ni kwa faida yenu. Anayewaonea, anayewatisha. Ukisoma katika mstari wa 20, wakiwemo kaka zake wenyewe walikuwa wanamkimbia Goliath. Lakini Daudi alikuwa anauliza watu. Unajua Daudi alikuwa janki wa miaka kama 18-20. Alipomwona Goliath anatokea hivi, anasema, mimi nayatukana majeshi ya Israeli. Daudi anamwangalia jamaa, alafu anaangalia kaka zake wakubwa, anamwangalia mfalme Sauli, anaangalia watu kadhaa, anaona wale watu wote wanatetemeka. Daudi anaanza kujiuliza, hivi mimi huyu mtu sinaweza nikampiga? Meno yake sio kama ya simba, kucha zake sio kama za simba, meno yake sio kama ya dubu, kucha zake sio kama za dubu. Yeye sio mnyama, binadamu ana meno ya kawaida, anaweza kaning'ata nikatoa mkono na nikamshughulikia. Daudi akaanza kuuliza, hivi kitokea mtu kamdunda huyu mtu mnayemkimbia wote? Unaona dirisha lake lilikuwa hapo. Maana kwa pigo lile moja Biblia inasema, lakini Daudi alipomua tu Goliath, wanawake wanamchongeaga, akaanza kuimba, Daudi ameua 10,000 zake.
Sauli ameua 1000, balaa likaanza. Mwambie jirani yako unapomsifia mchungaji angalau unamsifia kwa kina gani? Maana wengine ukimsifia ndio unamtengenezea kesi. Sasa unaangalia huyu ambaye anamsifu mtumishi wa Bwana kwake ana moyo gani? Daudi akumsikiliza kaka yake. Kuna kipengele tukiangalia baadaye. Daudi akaendelea kuuliza, hatimaye kwa kufupisha story, Daudi alimpiga Goliath. Amen. Na ndio tundu lake la kutokea kujulikana Israeli litokea hapo. Amen. Kuna tundu lako la kutokea. Amen. Nasema kuna njia yako ya kutokea. Amen. Nasema kuna muujiza wako wa kutokea. Amen. Sasa unajiuliza swali, Eliabu alipomuona Daudi amemuua Goliath, unafikiri alisemaje? Lazima alianza kujisifu. Yule dogo kabisa damu. Ndio alikuwa anataka kuzuia. Lakini sasa wanajua tumepata sifa. Tumebebwa. Kwanza yani huyu mimi ni wa kwanza, kulikuwa na Shama, kuna nani? Huyu ni mdogo wetu wa mwisho. Yani sisi ndio tulimwambia aje na uongo huko. Ukiwa na uwezo ndugu zako wote ukienda kwao watakusifu. Sema amina basi. Sema amina. Toboa kwenye tobo lako. Lazima Eliabu alianza kujisifu. Kwa sababu unajua ahadi iliyotolewa kwanza kwamba mfalme alisema atamtajirisha huyo mtu atakayempiga huyo mtu. Kwa hiyo akauona utajiri huo unakuja home. Ahadi ya pili mfalme akasema atamuozesha binti yake. Lakini Eliabu ulikuwa unazuia. Nisikize, mtu anapokuzuia kutenda mema achana naye. Amen. Mtu anapokuzuia kufanya jambo ambalo kwenye moyo wako unalisikia, wewe achana naye kwa jina la Yesu. Songa mbele ukafanya kwa jina la Yesu. Eti mbona uendelee tena? Nimezuiliwa na nani? Unajua nilikuwa nampenda Daudi. Daudi pia anasema wakati kaka yake anasema maneno yao, yeye akamgeukia mtu mwingine akamuuliza swali lile, atakayemdunda huyu atapewa nini? Akamgeukia na mwingine tena. Hatimaye taarifa zikamfikia mfalme. Taarifa zitawafikia. Amen. Nasema taarifa zitawafikia. Amen. Ya kwamba katika watu unaowatafuta anapatikana dipa la 1200. Katika watu unaowataka yuko mahali fulani. Taarifa zitawafikia kwa jina la Yesu. Amen. Fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa moyo. Moyo wako, nguvu zako, akili zako, fanya shughuli zako. Usiwaige wavivu pale kazini wanapumzika bila sababu. Piga kazi, sifa yako iende mbali kwa jina la Yesu. Hata ukisema unajipendekeza, wewe jipendekeze. Maana dirisha lako la kutokea ndio liko hapo. Upenyo wako kutokea uko hapo. Ukiwasikiliza wavivu hautachomoka. Mimi sitamsikiliza mtu anayesema chochote, nitapiga hii injili mpaka initoe. Amen. Hii injili hii kwa taifa lako ukipiga vizuri na kutoa. Na kwa taifa hili nimepanga injili initoe. Amen. Nimemtoa kwa Jima. Nimemtoa kwa Kobe. Nimemtoa Kumuni. Nimemtoa David Oyedepo. Nimewatoa wahubiri. Kwa nini mimi nisitoke hapa? Na injili ndio hii. Amen. Sikusikilizi. Mimi nachapa injili. Amen. Napiga injili. Amen. Mpaka nachomoka nayo. Amen. Mpaka inanifanya niwe tele. Maana Biblia inasema huduma hii, kazi hii haimtimizi tu Mungu shukrani, lakini kazi hii inatutimizia na riziki zetu. Amen. Maana wao wanahudumu katika madhabahu, Biblia inasema wale wapi? Majumbani mwao. Wale wapi? Madhabahu. Jirani yako umekuja na sadaka yako leo. Mwaka 2022 tunaulizana live. Fulani simama, mwisho zaka yako ulitoa lini? Fulani simama. Hii madhabahu lazima iseme. Amen. Wewe ulipenyaje? Koma hapo. Amen. Mpaka uchomoke. Mafundi ujenzi mlioko hapa, acheni ujinga. Fanyeni kazi nzuri mpaka uchomoke. Sio unapewa kazi ya mtu, umefanya siku 2, unataja bei zisizoeleweka, matake kazi unaishia njiani, wanakulaumu wapendwa wote. Mtajie mpendwa hela kubwa, akishindwa achana naye, Mungu atakutunza. Amen. Kazi ya mtu imalize kwa wakati. Wapendwa mnagombana kwa sababu kwenye kazi una upendo wapi?
Biblia inasema ya Kaisari mpe Kaisari. Amen. Sisi tunafanya kazi hapa tunawalipa. Lakini sasa unaenda kupatana na mtu kaela kadogo. Kazi inafanyika siku 3 kameishia njiani. Mnaanza kutukanana, mnaanza kutokusalimiana kwa sababu ya ujinga wako. Kuna watu matajiri kwa shughuli za ujenzi. Kuna watu matajiri kwa shughuli za kushona. Wana majina. Sasa kuwataja majina yao nisiwape ujiko, lakini nawajua washonaji kadhaa akiwemo Dorcas. Tuseme amina. Amen. Wangapi wanamjua Dorcas? Unamjua Dorcas? Amen. Dorcas alikuwa tajiri mshonaji kwenye siku zake. Biblia inasema mpaka alisaidia watu. Usiwe fundi muongo, usiwe fundi njaa. Wewe mwambie mchungaji, hii suti na kushonea kwa 1,500,000. Anayo atoe, ataki sepa. Watu wakijua kwamba ukipewa suti unashona kwa 200,000, lakini ukimwambia ndani ya siku 5 akija anaikuta, wewe unashika soko lote. Sio unapewa suti ya mtu, alafu unamwambia siku 3 na unajua muda una. Alafu hatimaye akija mtu unaanza kusema uongo, simu upokei, unajikanyaga. Acha wewe ujinga, hautatoboa. Amen. Mungu anataka tobo hilo la ushonaji utoboe. Mungu anataka shughuli unayofanya ikutoe. Amen. Lakini wewe unaichukulia hiyo shughuli kama vile shughuli tu ya kupita. Hamna shughuli ya kupita. Kila kazi unaona duniani inasema ina faida. Amen. Nimesema adui wa kwanza na nyumbani mwako, majina zako. Adui wa pili wa kanisani kwako, Mafarisayo. Nao ni mtihani. Angalia Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 4. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari kuanzia 13. Basi walipouona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakawastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao, wakasema, tuwafanyeni watu hawa, maana ni dhahiri kwa watu wote wakao Yerusalemu. Kuna mambo Mungu atakusaidia kufanya, sio tu umaarufu wa kwenye ukoo wenu au wa kwenye mtaa wenu au wa kwenye kijiji chenu, umaarufu wa jiji zima. Sema amina. Amen. Unakuwa mkulima na supplier kwenye mahoteli Zanzibar nzima inakujua. Hamsemi amina. Amen. Watu wazito. Watu wazito. Wazito. Mnazidiwa na wachawi. Biblia inasema wenyewe wakasema jambo walilofanya hawa sio mawili, moja tu, kumuinua kiwete. Biblia inasema imejulikana wapi? Yerusalemu yote. Mambo yako yajulikane kokote unakokwenda. Nasema umaarufu wako upae. Amen. Na umaarufu wako ukupe hela. Amen. Ukupe hela. Sio maarufu jina. Niliandika mle lakini watu hawajanielewa. Niliandika mle kwenye neno la simu nikasema umaarufu wako sio maarufu jina. Unajua kuna mtu unasikia mtu anaitwa askofu lakini anatembea kwa miguu. Hela hana, anavuja jasho na kama jasho la mwagika yale ndio askofu. Usinipe askofu kama sina hela, sio wewe nipate hela. Na hiyo iko kwenye sisi wa Pentecoste, kupenda mijina afu hela yenyewe hatuna. Wewe askofu wa Katoliki kwanza anapotembea. Nilimwona askofu mmoja wa Lutheran anaongoza ibada ya mazishi. Ile nguo alovaa ni refu kutoka hapa na nje. Kuna mdada mmoja analishika huko nyuma. Wangapi wamekuwa Lutheran hapa? Unajua lile nguo lile? Refu kavaa. Kuna mtu analibeba huko. Askofu. Sisi huku watu wakupenda vyeo. Mtu anajiita mtume, mashirika 10 hana. Mtu anajiita nabii, hata akili hana. Akili tu ya kawaida hana. Jinga tu. Nabii hata akiwa hajasoma anakuwa na akili. Amen. Sio jitu tunajiita nabii jinga tu. Mijina tu ya kujipachika pachika, wala sifa hizo hawana.
Unakuta mitaani nao wanakula miwa kama watu tafikiri machatu barabarani. Wewe askofu unakula miwa barabarani? Kalanga anatafuna mpaka zinatokea huko pembeni, zinafukutuka huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bishop, unasema wananipatia majina mengi. Apostle, si na mekalanga yake karibu. Mimi nitakula kalanga barabarani wewe. Mimi. Wewe wapi? Unaambiwa kuna star. Amen. Kuna standard, kuna kitu kinaitwa classic. Hey! Lazima uwe na star. Lazima ujijue wewe nani. Ujijue kwamba mimi ni mtu classic. Natembea hivi, nazungumza hivi, nakula hivi. Sehemu nyingine unaamua kuvumilia kunywa maji tu. Kwa sababu adhi yangu inataka kushusha. Mtu anakulazimisha, bwana anzako ndo tuko hivyo tu. Tule, mwambie Mungu mimi naomba nikifunga. Naomba tu maji. Unakunywa maji tu. Unajituliza, unatunza status. Wewe una status ya kuweka unaweka mambo ya ajabu. Status ni kutunza kiwango. Sema amina. Amen. Sema amina. Bwana asifiwe. Mafarisayo wakajua kwamba watu wao wanakwenda kuwa maarufu. Na wameshatoboa walichokifanya. Sikiliza, watu wa dini. Ndio maana unapoanza kupata karama ukae vizuri na Mungu. Biblia inasema katika mstari ule, unajua mstari tuliosoma juu, waliwatoa wapi? Nje. Sura 16 wakasema tuwafanyeni watu hao, maana ni dhahiri kwa watu wote wakao Yerusalemu ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao, wala hatuwezi kufanya nini? Kuikana. Mstari 17 anasema lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na watu na mtu awe yote kwa jina hili. Wakawaita, wakaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Wanazuia sauti zao zisiende. Lakini Mungu ashukuriwe, Petro akasema imetupasa kumtii Mungu. Mwambie jirani yako, wa kukuzuia hajazaliwa bado. Mwambie mwingine, wa kunizuia hajazaliwa. Na kama anataka kuzaliwa ili aje kunizuia, hatazaliwa mpaka nitoke duniani. Amen. Wanasema watu tuwazuie, sauti yao isiendelee, wasiseme tena na watu, wasifanye tena biashara, wasifanye tena huduma, tutatokea upande mwingine. Wapendwa, maisha sio kitu rahisi. Maisha ndio haya yanakufundisha. Hii ndio spirit tunapaswa kuichukua. Kuwaona watu ambao wanataka kutumiwa kukuzuia. Muda utoshi kuzungumza mengi sana nilionayo, lakini songe mbele. Nimekuonyesha wale wa kwanza, watu wa nyumbani mwako na jirani zako. Wa pili nimekuonyesha watu wako wa dini, watu wa kiroho. Watu wa kiroho wanaweza kutumika na adui, wanaweza kutumika na mioyo mibovu kukuzuia usisonge mbele, wakakuzuia. Sasa unaweza ukaenda mbali zaidi. Wafanya biashara wenzio wanaweza kukuzuia, wakasababisha duka lako lisijulikane, wakazuia hata wateja wasije kwako, wakapunguza hata bei wewe usiuze, wakasababisha watu wasijue kama unafanya nini. Wapendwa, chukueni mambo yako uzito. Usichukue mambo yako kwa njia rahisi, kwa sababu maisha yako ndio yako hapo. Amina. Kwa sababu kila ulichonacho ambacho ndio Mungu amekupa kama karama, wakikuzuia usikifanyie kazi, utoboi kabisa. Kwa sababu hicho ndicho Mungu amekupa ili kukupe utajiri. Amen. Kama ni kipawa cha biashara, kama ni kipawa cha akili, kama ni kipawa cha kuimba, kama ni kipawa cha huduma, kipawa chochote Mungu ndo amekupa utoboe. Duniani watu wanatajirika kwa vipawa vyao. Amen. Wanasema watu walikuwa ni watu wenye akili ya kujua majira. Wanapoingia kwenye utabiri wa hali ya hewa, wanapata hela zao. Ni watu wanapanga nyakati. Hawa ni watawala. Wanapokuja na vile vitu, sikiliza, Mungu kuna kitu amekuwekea ndani. Mungu kuna kitu amekupa. Hicho kitunze, kwa sababu kitakupeleka mbali. Amen. Nasema kitakupeleka mbali. Amen. Hata kama ni kitu ambacho alikufundisha watu wengine, usiseme yani mchungaji, mimi najiuliza nina kipawa gani, nina karama gani. Hata kama hiyo kitu umekisomea, kifanye kwa ufanisi zaidi. Kama samaki ulikuwa umesomea jinsi ya kuwakaanga, kuwatengeneza,
boresha zaidi, ili watu wanauza samaki wengine wasiuze mpaka wakwako wamekwisha. Amen. Jinsi unavyowaunga, jinsi unavyowatengeneza, kama ni kipawa cha kupika, ni uji, ni chochote, yani unafanya kitu ambacho wale wengine ukiguswa uji wao wanasema uji wa huyo ufanani na wa Mamushi. Wanajitahidi, wewe unaongeza viwango. Uji wa huyu haufanani na wa fulani. Wataangaika sana, wewe unapenya hapo hapo kwa jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, usisikilize sauti zao. Jambo la pili, sema kipengele cha pili, usisikilize sauti zao, songa mbele. Usisikilize nini? Sauti zao. Ukirudi pia katika sura ya 17 ya kitabu cha Samueli, mstari wa 29, Daudi akusikiliza sauti ya Eliabu. Usisikilize sauti zao, songa mbele. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 14, usisikilize sauti zao, songa mbele. Katika mstari wa 15, sura ya 14 mstari wa 15, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee wapi? Waendelee mbele. Mwambie jirani yako, endelea na mipango yako. Kutoka 14:15 nimesoma. Endelea na mikakati yako, endelea na huduma yako, endelea na biashara yako, endelea na kazi yako. Usisikilize sauti za kina Eliabu. Usikubali Eliabu akusitishe. Daudi angesema Eliabu ni kakaangu, Eliabu ni mzaliwa wa kwanza, yeye anakuwa ni badala ya baba, na hapa niko ugenini, acha nimsikize Eliabu. Kwa taarifa yako, Goliath angewamaliza Israeli wote. Mungu amekuweka wewe kwenye familia yako uwe sababu ya wokovu wa familia yenu. Mungu amekuweka wewe kwenye familia yako uwe sababu ya mafanikio ya familia yenu. Mungu amekuweka kwenye familia yako uwe sababu ya watu kumjua Mungu wa mbinguni kwa ajili yako. Kwa hiyo sasa usiteteleke. Eliabu akusemesha upande huu, ukigeukia upande huu, endelea na shughuli zako. Amen. Eliabu anaweza kuwa ni kaka yako, Eliabu anaweza kuwa ni rafiki yako, Eliabu anaweza kuwa ni mke wako, Eliabu anaweza kuwa ni mume wako, Eliabu anaweza kuwa ni mchungaji wako, Eliabu anaweza kuwa ni mshirika wako, Eliabu anaweza kuwa mtu yoyote ambaye yuko karibu na wewe, anakuambia hilo jambo uwezi, hilo jambo uwezi. Usisikilize. Umesikia ndani ya moyo kwamba naweza. Hakuna mtu alikuwa anajua kwamba Daudi alipokuwa anawapiga wale simba, Daudi hakuwa anampiga simba kwa mkuki. Nisikilize, Daudi hakuwa anampiga dubu kwa mkuki. Biblia inasema hivi, Daudi anatoa ushuhuda, anasema hivi, nimwonapo simba au dubu amemkamata mwana kondoo, mimi namtoa kinywani. Yani Daudi anakwenda kumtoa mwana kondoo kwenye mdomo wa simba na dubu, kama vile ambavyo unamtoa mtoto wako labda kala kitu kisichofaa mdomoni. Simba huyo na dubu. Anasema na huyu simba na dubu akijichanganya, akajifanya akanirukia, Daudi anasema mimi umpiga. Amen. Daudi ashiki panga, ashiki bunduki. Simba akileta za kuleta anakula bomba moja tu. Kibao cha Daudi kiliwafanya simba wakimbie. Amen. Maana uwezi kusema kumpokonya, naweza kumpokonya yule kondoo, eti huko nimeshika na upanga, kwa sababu mnavutiana na simba. Sasa Daudi akaenda kumshika kondoo, anamwambia simba, mwachie huyu kondoo. Simba akivutia hivi anachukua ndonga moja, da, meno yote nje. Simba akitema hivi meno nje, mwenye huyu anaanza mbele. Daudi alipomuona Goliath kumpiga kwa yale maya matano ni unabii tu. Daudi alikuwa na uwezo kumpiga Goliath kwa ngumi. Angeenda Daudi angesogea. Kwanza Goliath yenyewe mkuki wake paka abebewa na mtu. Yaani paka achukue mkuki, Goliath, Daudi bado hajamrukia Goliath shingoni, hapo kananing'inia tu pale pale. Ushaikuona yale mameleka kule watu wa mshinani. Mtu akikupanda shingoni hapo akakushika hivi, anakubana mpaka anapiga chini mwenyewe. Sababu ndio roho inakutoka. Daudi, Biblia haisemi kwamba amemuua simba na dubu kwa mshale wala kwa mkuki. Amen.
Anasema mimi umpiga. Yaani wewe simba, nimekuambia muache huyo kondoo wa babangu. Vikondo yeye vichache unaita za kuleta, anakula bomba moja, yale meno ya mbele yote pia. Mtu mwenye nguvu. Mtu mwenye nguvu. Nisikilize. Hiyo nguvu Mungu aliyokupa uitumie. Amen. Uwe usichana, uwe ujana, uwe utu uzima ambao bado una nguvu nao, utumie kwa ajili ya mafanikio kwa jina la Yesu. Usiache kutumia. Mungu akamwambia Musa, waambie wasonge mbele. Wasilielie. Tazama katika ile Matendo ya Mitume. Usisikilize sauti zao. Matendo ya Mitume sura ya 4 pale tulipokuwepo. Kina Petro hakusikiliza sauti za wale watu. Walisonga mbele. Mstari wa 19. Matendo ya 19. Petro na Yohana wakajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu hukumuni ninyi wenyewe. Kama noma na iwe noma. Unajua ngoja nikwambie, kuna watu mnakuwa na mioyo mingine mepesi. Kama na utalazimika watu waache urafiki na wewe kwa sababu unatafuta mafanikio, unatafuta tobo lako, kubali. Kama utalazimika wakati mwingine baadhi ya ndugu zako usizungumzie nao mwaka mzima, miaka miwili, kubali. Usiwe tu ni mtu unalazimisha, eti mimi siongei na kaka yangu. Huyo mtu anakuzuia usisonge mbele. Huyo mtu anakuzuia usifanikiwe. Unatakaje uongee naye kila siku? Ushamjua huyu hataki nifanye biashara, hataki nija kwenye wokovu, hataki nimtumikie Mungu. Wewe unatafuta suluhu na watu namna hiyo. Petro na Yohana wakasema, hukumuni wenyewe, fanyeni mnalotaka, kama noma na iwe noma. Amen. Jamaa alipiga mziki ule Uganda akisema, kama noma na iwe noma, sikubali na revenge mimi yeye. Kama noma na iwe noma, kama noma na iwe noma, sikubali. Usikubali shetani akufinye mahali fulani, akupishe kwenye ngome yake, akupishe kwenye mtungi, vitu vieti. Kama noma na iwe noma. Petro akasema, hukumuni wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Amen. Sema amina. Amen. Biblia inasema walipokwisha kuwatisha waliwaacha. Watakuacha tu, sema amina. Amen. Nasema watakuacha tu. Amen. Tatu na mwisho, usiwape nafasi washinde mapema asubuhi. Usiwape nafasi washinde. Tunaposema mapema asubuhi haina maana kwamba alfajiri. Yaani watu ambao wanataka kukupicha kwenye ngome zao, washinde mapema, wastukie mapema. Usiwape nafasi cha wao kujenga ngome ya kukuzingira alafu kukuzuia usitoke. Usiwape hiyo nafasi. Usiwape. Katika Wagalatia sura ile ya 2. Wagalatia sura ya 2. Wagalatia sura ya 2. Nasoma mstari wa 4 na mstari wa 5. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5. Bali kwa ajili ya ndugu wa uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kuupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani. Umesikia hiyo? Wataka kutia wapi? Wataka kutia wapi? Utumwani. Wataka kutia. Paulo mtume anasema kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri kuja kupeleleza uhuru wetu. Anza sikiza Paulo anachokisema. Sikiza Paulo anachokisema. Mstari wa 5. Anasema hivi, ambao hata saa moja, sio masaa 24, sio masaa 12, unaachia watu masaa 12, hata saa moja hatukujitia chini yao. Mwambie jirani yako, sitajitia chini yao. Usijitie chini yao. Paulo mtume anasema ni kweli wameletwa, ni kweli wamekuja, ni kweli wanapeleleza, lakini hata kwa saa moja
hatuwaruhusu hata kwa dakika moja, hatuwaruhusu hata kwa siku moja, hatuwaruhusu hata kwa mwaka mmoja, hatuwaruhusu kujitia chini yao. Sema amina. Lakini mara ngapi umejitia chini ya watu? Mara ngapi umeshiriki kwenye kusengenya? Sasa yule mtu unapomwona kwa karibu na mchungaji, una wasiwasi atamwambia mchungaji. Mimi naambiwa, lakini mimi kawaida sina zile tabia za mtaani. Katika jina la Yesu, watu ambao wanataka kuzuia upenyo wangu, kuzuia baraka yangu, kuzuia uponyaji wangu, hawatazuia katika jina la Yesu. Hawatazuia.